بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Watukufu wa Islamu, tunaendelea na darasa yetu ya muda huu wa dakika 20, na alhamdulillah rabbil alamin tumeshaelekezana wanaostahiki kurithi kwa mafungu kama ilivyoelekeza Qur'ani. Tumeeleza wanaostahiki kurithi nusu ya mali ya marehemu, wanaostahiki kurithi nusu ya mali ya marehemu, yani robo, wanaostahiki kurithi 1/8 ya mali ya marehemu. Tumeshaeleza wanaostahiki kurithi theluthi 2 za mali ya marehemu, wanaostahiki kurithi theluthi 1 ya mali ya marehemu, na wanaostahiki kurithi sudusi ya mali ya marehemu. Hao tumeshawaeleza, na insha Allah kesho Mungu akipenda tutakuwa nayo katika karatasi, na nyinyi mtapewa kwamba hawa ndio wanaostahiki kurithi kwa mafungu. Leo kwa dakika hizi tutakumbushana wale wanaostahiki kurithi kwa uasaba, wanarithi kwa uasaba. Kurithi kuko sampuli mbili: kuna kurithi mafungu yaliyotajwa na Qur'an moja kwa moja, na kuna kurithi kwa uasaba. Kurithi huku kwa uasaba, kama walivyoeleza wanasheria kuwa ni kurithi, kama wako wanaostahiki kurithi kwa mafungu, basi wanapewa kwanza wale wenye mafungu yao, alafu huyu asaba kama yupo ndio anapewa kinachobakia. Na pia anayerithi kwa uasaba, wakati mwingine kama hakuna wale wanaostahiki kurithi kwa mafungu, huwa anachukua chote ambayo ni mali ya marehemu. Hii ndio tofauti kati ya anayerithi kwa uasaba na anayerithi kwa mafungu. Wal aslu fil asaba qaraba, na asili ya neno asaba ni ndugu wa marehemu. Qarabatul insani min jihati dhukur, ni ndugu wa mtu kwa upande wa wanamume. Unaposikia huyu ni asaba, ni ndugu wa huyo mtu kwa upande wa wanamume. Liannahum yuhituna bihi ihata al-asaba, kwa sababu hawa ndugu upande wa wanamume wanamzunguka aliyefariki katika kumsaidia, kama vile kilemba kinavyofungwa katika kichwa namna ile. Lakini kuna wakati pia huyu asaba hutumiwa hata mwanamke, inda taassubiha bilghairi, anapokuwa ana wasaba asaba bilghair au ma'al ghair. Walaysa lilasaba, hawa maasaba hawana nasibun muqaddarun, fungu maalumu la kurithi kwamba wao wapate nusu, robo, sudusi, thumuni. Asaba hawana hivi. Wayarithu tarika kulluha idha lam yujad dhu fardin, na hawa wanastahiki kurithi mali ya marehemu yote pale panapokuwa hawapo wale wenye kustahiki kurithi kwa mafungu, au albaqi, au atastahiki kurithi kilichosalia baada ashabi alfurudh, baada ya wale wanaostahiki kupewa mafungu wanapokuwa washarithi mali hiyo masahaba. Huu wasaba, ndugu zangu, kuna wakati pamoja na huo wasaba unaweza ukakosa mirathi. Mfano, kafa mtu, kaacha mume, dada, kaacha na kaka wa kwa baba mmoja. Mtu kafa, na hapa atakuwa amekufa mke, kaacha katika walio hai mume wake, kamwacha na dada baba mmoja mama mmoja wa marehemu, alafu kaacha na kaka wa baba mmoja na marehemu. Ndugu wanaostahiki kumrithi hapa, kuna huyu anarithi kwa sababu ya ndoa, ni mume, alafu kuna dada baba mmoja mama mmoja na marehemu, alafu kuna kaka baba mmoja tu na marehemu. Hapa
Qur'ani ilivyotuelekeza kwamba yule mume atastahiki nusu kwa sababu hakuna mtoto wa marehemu, lakini pia huyu dada, baba mmoja mama mmoja wa marehemu, atastahiki kurithi nusu kwa sababu yuko peke yake na hakuna far'un warith, atakwenda kuchukua nusu. Mume akipewa nusu na dada, baba mmoja mama mmoja akipewa nusu, mali imekwisha. Na kaka wa baba mmoja mama mbalimbali yuko pale, hapati kitu. Ni asaba kweli, anangoja kilichobakia. Kilichobakia kipo, wenye mafungu ishagawa, ishakwisha. Ule mume wa marehemu kapata nusu na dada baba mmoja mama mmoja na marehemu kapata nusu, mali imekwisha, na kaka yule atakumuta viatu aende zake. Ingawa ni asaba, lakini hapa amekosa. Hapa asaba amekosa kitu, kaenda zake na hakupata cha kurithi, ingawa ni mwanamume. Sasa hawa asaba huu unagawika katika sehemu kuu mbili. Kuna uasaba wa undugu na kuna uasaba wa uwala. Uwala, utukufu wa Islamu, uwala ni wakati ule kulikuwa na watumwa. Sasa sheria ya Kiislamu ikatoa nafasi kwa aliye na mtumwa ambaye ni Muislamu. Ukiwa na mtumwa, mwache huru huyu mtumwa. Mtumwa huyu atafanya kazi, atachuma mali. Akiwa akafariki mtumwa huyu, hana mtu wa kumrithi, sheria itakupa wewe mrithi huyu mali yake yote, kama hana wa kumrithi. Na kama Uislamu ulivyopakwa matope na kuwapakaza Waarabu, ili kwa sababu wanapotaja Waarabu ndio walifanya kazi za utumwa za kununua watu huko Afrika, wanapotaja hivi Waislamu wawachukie ndugu zao Waarabu. Na kweli wazee wetu wamewachukia Waarabu kwa kusema hawa walitoboa wazee wetu miguuni, hawa waliwatesa wazee wetu. Si kweli. Waislamu waliofanya kazi hizo ni wazungu, ndio waliofanya kazi hizi, ndio waliowauza wazee wetu. Na haya hivi sasa wanakiri wenyewe, wazungu wanasema kweli, sisi ndio tuliofanya biashara za watumwa. Lakini Waislamu hapo kipindi cha nyuma ukiwaambia walofanya biashara za utumwa si Waarabu, hawakubali. Watu tumesomeshwa sehemu mbalimbali kwamba walofanya kazi za kufanya biashara ya utumwa Waarabu. Hii ni chuki. Ukitaka kumpiga paka wako na jirani asaidie, mpe jina baya. Kwa hiyo kuna Waislamu wamewachukia ndugu zao Waarabu kwa sababu walifanya biashara za utumwa. Si kweli Waislamu. Juzi hapa tumeona alikuwa kuna Rais Hussein Mwinyi, askofu kabisa mzungu, anakiri na kuitarafu kanisani kwamba tuliofanya biashara za utumwa ni sisi wazungu, tunaombeni mtusamehe. Anasema hivi hadharani. Tizameni Ulaya na Arabuni, wapi kuna watu weusi? Tizameni huko Marekani na Arabuni, ni kuwapaka matope ili tuwachukie ndugu zetu Waislamu wenzetu Arabu. Hii ndio kitu kimetumika na wamefaulu. Wamefaulu kitu. Haya. Kwa hiyo kurithi kwa wasaba wenyewe unagawika sehemu kuu mbili. Kuna wasaba wa undugu, kuna wasaba wa uwala. Ama wasaba wa undugu, kuna asaba anaitwa asabatu bin nafsi, na kuna asabatu bil ghairi, na kuna asabatu ma'al ghairi. Kuna umuhimu wa kuwajua hawa maasaba kwa sababu wana namna fulani za kuzuiana. Uwepo wa asaba huyu anamzuia asaba anayefuata. Inshallah kesho tutasoma maasaba hao wa bin nafsi. Leo tuishie hapa. Kama kesho tutakuwa hai na salama, kesho kutwa tutaendelea na hayo masala ya wasaba na mirathi zingine.